Rais wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron bado ana wasiwasi na shambulizi kutoka nchini Urusi. Sasa anasema yuko tayari kuanzisha tena huduma ya kijeshi ya hiari tena wiki hii. Rais huyo wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron anajiandaa kuzindua mpango mpya wa huduma ya kijeshi kwa hiari wiki hii, na hii ni kulingana na gazeti la Kifaransa la Le Figaro. Pendekezo hili limetolewa kwa mara ya kwanza na kiongozi wa Ufaransa mwezi Julai kujibu kile alichokiita kama tishio la kudumu kutoka Urusi, jambo ambalo Moscow imepuuza kuwa ni upuuzi mtupu kutoka nchini humo na kutoka kwa rais huyo. Gazeti hilo limeripoti kuwa mpango huo ni wa chaguo la utumishi wa hiari wa miezi 10 pamoja na fidia, bila kutoa maelezo zaidi kuhusu jinsi utakavyotofautiana na utumishi wa sasa wa kijeshi. Ufaransa imesitisha kujiandikisha katika jeshi tangu mwaka 1997 chini ya rais wa wakati huo Jacques Chirac, kwa kuchagua kikosi chenye weledi kamili na cha kujitolea. Katika ulimwengu wa kutokuwa na uhakika na kuongezeka kwa mvutano, Ufaransa lazima iendelee kuwa taifa lenye nguvu na lenye jeshi lenye nguvu, Macron alisema kando ya mkutano wa kilele wa G20 nchini Afrika ya Kusini. Hadi watu 50,000 hatimaye wangeweza kupitia mpango huo kila mwaka, Le Figaro liliandika likitoa mfano wa vyanzo vya serikali. Juhudi za Ufaransa za kupanua vikosi vyake vya kijeshi zinafuata hatua kama hizo za mataifa mengine ya Umoja wa Ulaya tangu kuongezeka kwa mzozo wa Ukraine mnamo mwaka 2022. Na sasa Ufaransa inataka kuliongeza jeshi lake ili jihakikishie usalama zaidi, kutokana na kile anachoamini kwamba wakati wowote Urusi inaweza ikaanzisha mashambulizi dhidi ya taifa hilo lililopo katika nchi za Ulaya, kama yalivyo mataifa mengine kama vile Ujerumani, Uingereza na mataifa mengine katika Ulaya bado yanataka kujimarisha kijeshi zaidi kutokana na hofu waliokuwa nayo. Poland imezindua pia huduma ya msingi ya kijeshi inayolipwa kwa hiari. Ujerumani imeidhinisha mtindo mpya wa huduma za kijeshi ambao unaweza kubadilika na kuwa mtu anayechaguliwa kama sehemu ya idadi ya wale wanaojitolea inazidi kupungua. Uholanzi kadhalika inashiriki katika mjadala wa umma kuhusu uwezekano wa kuletwa upya kwa rasimu hiyo. Nchi nyingine kama Latvia na Croatia zimerejesha huduma za kijeshi za lazima, wakati Denmark imepanua rasimu hiyo kuwajulisha wanawake. Jenerali Fabien Mandon, mkuu wa wafanyakazi wa vikosi vya jeshi, hivi majuzi alitoa hoja kwamba Ufaransa haipaswi kupuuza mwelekeo huu mpana zaidi wa Uropa, akibainisha kwamba majirani zake kadhaa wako katika harakati za kuanzisha tena huduma ya kitaifa. Ufaransa imekuwa miongoni mwa waungaji mkono wakuu wa Kiev tangu mzozo wa Urusi kuanza, ikitoa silaha, mafunzo na uungwaji mkono wa kisiasa. Urusi imelaani kile ilichokiita mfumo wa kijeshi usiojali wa Umoja wa Ulaya, ikieleza kuongezeka kwa matumizi ya ulinzi katika umoja huo kama usumbufu kutoka kwa matatizo ya ndani na kusababisha kuanguka kwa uchumi katika mataifa hayo ya magharibi. Hata hivyo, kumekuwa na taarifa ambazo zinaeleza kwamba mataifa hayo ya magharibi yanajipanga ipasavyo, huku akiamini kwamba huenda katika miaka ijayo baada ya kumalizika kwa vita nchini Ukraine, Urusi inaweza ikavamia mataifa ya Ulaya, jambo ambalo Urusi imekuwa ikilipinga mara kadhaa kwamba haina mpango wa kufanya mashambulizi dhidi ya taifa lolote katika NATO. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utaweza kujua nini kinajiri katika ulimwengu.